na wakati pia wa kuuliza swali kama unaonyesha kidole kule ili tumfungulie na pia si ndio? Au kwa hatarini. Kwa hiyo ni maana wao mdogo hapa walicheza. Kwa mujibu wa kanuni na taratibu za ushirika, kwamba kikao hiki kilipaswa kifanyike mwezi wa 10, lakini kwa sababu ambazo zilikuwa nje ya uwezo wetu kimechelewa kidogo, ingawaje pia tulipata kibali kwa mrajisi. Kwa kufikia hadi mwezi wa 9 tunafunga hesabu yetu, mwezi wa 9 tulishakusanya mapato ya milioni 368.7 ambayo kiutekelezaji sasa na 63% ya mwaka huu. Kwa hiyo bado kama 27% 37 kifungu sana. Ndio tunafanya nini na
tukatoa ile matumizi ya chama kilikuwa na ziada kabla ya kodi ya milioni 69.7, lakini kwa gharama za kodi milioni 60.5, chama kilikuwa na ziada baada ya kodi ya milioni 9.2. Wakati mwaka 2023 ilikuwa milioni 3.6. Kwa hiyo faida baada ya kodi ilipungua kwa kiasi gani? Milioni 4.4, sawa na kupungua kwa asilimia 32.51. Kwa hiyo taarifa ya takwimu utaona wazi kwamba toka Septemba 24 mapato yaliongezeka, lakini kwamba kuna kiasi kili net off kwenye riba juu ya mikopo kikarejeshwa kwa mwanachama, na ndio maana ukiangalia kwamba kwa mwaka mwishoni mwa mwaka profit kidogo ilikuwa imepungua. Lakini kumbuka hii riba juu ya akiba inasaidia pia kwenye issue ya kulipa kodi kidogo, kwamba ni wizi Tengo iliyotengwa milioni 129,844 ikiacha kutenga tengo la bilioni 1.8. Kwa maana tengo inakuwa ukipima itakuwa haina matokeo mazuri, kwa sababu tengo likiwa kamilifu faida imepungua. Hata ukitafuta ule mtaji mzungukao working capital utakuta kwamba na yenyewe itakuwa uhalisia wake huko sawa sawa, kwa sababu mikopo net off kule juu kwenye balance sheet haiko sawa, lakini pia kwenye mtaji kilichoenda kule ikatengeneza matengo kitakuwa kiko sawa. Kwa kutakuwa na ukopeshaji huo wa bilioni 1.8. Hiyo ni hoja ya kwanza. Hoja ya pili kwa namba 22 inahusiana na uwepo wa tofauti kati ya baka ya mikopo ya jumla kiasi cha shilingi bilioni 337 na 89,739 na 31 Desemba 2024. Kimsingi ni kwamba huwa pia tunajaribu kuangalia kama nilikuwa nasoma kule kwenye balance sheet kwamba mikopo mwishoni mwa mwaka kiasi kadhaa, hisa kiasi kadhaa, akiba kiasi kadhaa. Mkaguzi atahitaji kupata orodha list ambayo inathibitisha uwepo wa hiyo baka. Na hiyo list inaandaliwaje? List inaandaliwa kwenye subsidiary ledgers, ledger za kuduza wanachama ambazo zinaweza kukaa. Kujenga ni kazi ngumu, kubomoa ni nyepesi sana. Kwa hiyo inaonekana kuna mahali palibomolewa sana hapo siku za nyuma au siku za nyuma kidogo, palibomolewa sana. Kwa hiyo tumejitahidi na tunaendelea kujitahidi kwa kadri ya uwezo wetu kuhakikisha kwamba tunajenga, tunahakikisha kwamba reconciliation, hatutamuonea mtu, hatutamkunja mtu, wala hatutamuongezea mtu chochote kwa habari ya hesabu zake, na chama hatutaripoti taarifa za kufeva sisi kama bodi ili tupate tu hati zake. No, chama ni chetu, kwa pamoja tujenge kwa uaminifu ili baadaye tuweze kufaidi matunda ya SACCOS baada ya kuhakikisha kwamba ile misingi na kanuni za uendeshaji zimezingatiwa kikamilifu. Kwa hiyo sisi kama bodi tunakubali kwamba taarifa kwa ukaguzi ni hiyo na hoja hizo, lakini bado tumeendelea kuweka msisitizo, bado tumeendelea kufanya jitihada kuhakikisha kwamba hizo individual ledger na general ledger zina reconcile. Kama kuna mahali unaona hesabu haieleweki, hii ya Bwana Robert sio, inaonekana aliweka akiba milioni 5 mwaka 2013, sisi tukitafuta tuioni, hatutaripoti vinginevyo. Ndio maana unaona hizi wakati mwingine sasa zinapishana, lakini katika ile zoezi la kuendelea kufanya reconciliation, kazi haikuwa nyepesi, ilikuwa ni ngumu. Kwa hiyo pia naomba mnisaidie kupongeza pia watendaji wetu akiwemo huyo mhasibu na wenzake, kwa maana meneja na wengine wote. Kazi haikuwa nyepesi na bado tumejitolea tuendelea kuifanya kazi kwa uaminifu na kwa uweledi mpaka tutakapopata hesabu ambazo zinakubalika kwenye viwango vya kimataifa. Kwa hiyo na ufanisi vinazingatiwa katika shughuli zote za chama. Kamati hii hufanya kazi kwa niaba ya wanachama kwa kushirikiana na bodi ya wakurugenzi, lakini bila kuingilia moja kwa moja usimamizi wa kila siku wa shughuli za chama. Majukumu yake ni kama ifuatavyo: kufuatilia utekelezaji wa maamuzi ya mkutano mkuu kama huu wa leo, kufanya ukaguzi wa ndani wa mara kwa mara kwenye shughuli na mifumo ya uendeshaji. Tunaishauri bodi ya wakurugenzi juu ya maeneo yaliyokaguliwa. Kamati ya usimamizi
ilitekeleza ukaguzi wa maeneo mbalimbali muhimu kwa ustawi na maendeleo ya chama. Ukaguzi ulilenga kuhakikisha kwamba shughuli zote za chama zinaendeshwa kwa kufuata kanuni, taratibu, sheria za ushirika na miongozo ya usimamizi wa fedha. Maeneo yaliyofanyiwa ukaguzi na namna ukaguzi ulitekelezwa ni kama ifuatavyo. Mapato ya chama. Kama kamati ilichambua vyanzo vyote vya mapato kwa mwaka wa fedha ikijumuisha riba ya mikopo iliyotolewa kwa wanachama. Ukaguzi ulibaini kiwango halisi cha mapato, mwenendo wa ukusanyaji na ufanisi wa mifumo ya udhibiti wa mapato. Katika ukaguzi ulibaini kuwa ukusanyaji wa mapato yanayotokana na riba ya mikopo hadi Septemba 2025 umeongezeka kwa asilimia 2.14 ukilinganisha na kipindi kilichoisha cha mwaka jana. Hii inatokana na ufanisi katika huduma za utoaji na urejeshaji wa mikopo. Hatua nyingine, kamati ilibaini kupungua kwa utoaji wa mikopo kwa wanachama kutokana na wanachama kutokuwa na akiba za kutosha. Sasa hapa naomba wanachama tujitahidi kuongeza akiba. Nafikiri mwenyekiti aliyetoka alizungumzia namna gani akiba tunazipunguza, ambapo wenzetu wengine hawaweki akiba inayotakikana. Naomba nisirudie kwa sababu tayari imeshazungumzwa, lakini hapa pia ongezeko wa akiba definitely utapelekea ongezeko wa kukopesheka. Tukikopesheka zaidi definitely mapato ya chama yatafanyaje? Yataongezeka. Matumizi ya chama. Tumeangalia matumizi ya chama, tumekuta kwamba matumizi yametumika kutokana na bajeti ilivyoidhinishwa. Tuliangalia stakabadhi, vielezo vya malipo na nyaraka za uhasibu kuthibitisha wale matumizi. Tuliangalia mishahara na marupurupu ya wafanyakazi, tuliangalia posho za vikao, tuliangalia gharama za mafunzo, usafiri, huduma za kitaalamu na matengenezo ya ofisi. Usimamizi wa mikopo. Kamati ilichunguza taratibu za utoaji, urejeshaji na ufuatiliaji wa mikopo kwa wanachama. Naomba niendelee na ajenda ya asili ya rasimu ya matumizi kwa mwaka 2026. Kabla hapo, naomba nisisome vipengele vyote vinavyojumuishwa kwenye mapato na matumizi. Baada yake naomba nisome summary kwa ajili ya kuzingatia muda pia. Rasimu ya makisio ya mapato na matumizi kwa mwaka 2026 imeandaliwa kwa kuzingatia makisio halisi kwa mwaka wa fedha 2023, 2024 na 2025, lakini pia imezingatia masharti ya chama, sera mbalimbali za chama ikiwemo sera ya uhasibu na fedha, lakini pia sera ya mikopo. Malengo ya chama yaliyoainishwa kwenye mpango mkakati wa chama kwa mwaka 2025 hadi 29 ni sehemu ya rasimu hii ya mapato, ikiwa ni kufuata pia miongozo wa uandaaji wa makisio na matumizi iliyotolewa na Tume ya Maendeleo ya Ushirika kama ifuatavyo: moja, kuhakikisha wanachama wanapata huduma bora na kwa wakati. Namba 2, kuhakikisha ongezeko la wanachama angalau 70 kila mwaka. Namba 3, kuongeza matumizi ya mifumo ya tehama. Namba 4, ukuaji wa huduma za mikopo kwa gharama nafuu. Namba 5, uimarishaji wa mtaji tete na mtaji halisi wa chama. 85,869,223 kabla ya gharama za uchakavu wa mali za kudumu na kodi ya mapato, na hivyo kubakiwa na shilingi milioni 104,734,710. Karibu na mfumo zaidi na mfumo uongezee tija kwenye utendaji. Habari ya mafunzo tutaendelea kufanyia kazi. Ya maono tuyatoe mazuri kwamba tunataka tujue mambo ya utendaji wa mifumo ya kidijitali ukoje, tutalifanyia kazi, tupokea kama maoni. Habari ya wifi ambayo umesema tuwe na bando ambalo tunagawana huku kipindi cha mkutano mkuu muweze kupata. Naomba na lenyewe tulichukua kama maoni, tutafanyia kazi. Naamini awamu ijayo tutakuwa tunafanya maboresho ya kutosha. Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
bima ya mkono wa pole kama mlivyokuwa mmeruhusu mwaka jana kupitia ile riba juu ya akiba iliyopatikana, tuliwalipia kiasi kule. Kwa ninyi ni wanachama ambao wameingia kwenye ile kampuni ambayo tulichagua kwa habari ya mkono wa pole, na mtakuwa mmeshuhudia hapa katikati kuna wenzetu walipata changamoto ilitaka, nafikiri wanachama wamefiwa na ndugu zao wa karibu, na ni imani yangu kwamba wamepata stahiki zao, si ndio katibu? Wale waliopata changamoto ya msiba walipata stahiki zao, wamepata stahiki zao kikamilifu kupitia utaratibu ambao tulikubaliana tulipitisha mwaka jana na mwaka huu tukaingiza kwenye utekelezaji. Sasa tuliwaambia kwamba mfuko ule unapaswa uwe na uongozi wake kwa jitegemea, kwa sababu haupo kwenye kanuni wala masharti. Kazi yako imekuwa nzuri, naomba uendelee kusimamia hivyo hivyo, pale ambapo vizuri usisite kuweka sawa, tueleze kwa uwazi ili na sisi tufanye kwa uaminifu na kwa kujituma. Kabla hajaahirisha, nitambue uwepo wa wageni kadhaa ambao wako online. Tuna waajiri wetu kwa maana ya NBC na NMB. Kuna wawakilishi kutoka ofisi ya mwajiri NBC, Bwana Sweetbet. Nikuombe, nafahamu kwa online, naomba japo karibie kwa utambulisho na kwa neno kuzingatia hii rasilimali watu ambao tunaendelea nayo sisi hapa. Wewe ndio mwenye yako. Karibu afisa wa elimu kutoka benki ya NBC. Karibu.